Wakati wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wakicharuka wakisema kwamba wanataka kisasi kilipwe kwa wale waliohusika kumuua Ayatullah Al-Khamenei, sasa kiongozi mkuu wa sasa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambaye ni Ayatullah Mujtaba Khamenei aliyevikwa uongozi baada ya kifo cha baba yake, naye anaahidi kulipiza kisasi kwa kifo cha baba yake Ayatullah Ali Khamenei, huku akisema kwamba watu ulimwenguni watampa msaada juu ya kulipiza kisasi hicho. Iran imeahidi kulipiza kisasi kwa mauaji ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatullah Al-Khamenei katika taarifa iliyoandikwa iliyohusishwa na kiongozi mkuu Mujtaba Khamenei siku ya leo ya Jumamosi. Iran iliahidi kulipiza kisasi kwa mauaji ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatullah Al-Khamenei katika taarifa iliyoandikwa ikihusishwa na kiongozi huyo, lakini ikumbukwe pia katika kipindi cha mazishi raia wa kawaida walibeba mabango kwamba wanataka aliyehusika na mauaji hayo naye pia wa Iran walipize kisasi. Ikumbukwe kwamba mauaji ya Ayatullah Al-Khamenei yalifanyika mnamo Februari 28, siku ya kwanza ya mashambulizi kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Siku hiyo Ayatullah Ali Khamenei aliuawa pamoja na baadhi ya ndugu zake waliokuwa nao pamoja na baadhi ya viongozi wa kiserikali na makamanda kadhaa kutoka katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku Mujtaba Khamenei akipata majeraha makubwa. Taarifa ya sasa ni kwamba wa Iran wanataka kisasi pekee, na jambo hili linanasibishwa na kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Mujtaba Khamenei ambaye anataka kulipiza kisasi juu ya kifo cha baba yake. Tunaahidi kulipiza kisasi kwa damu yako safi na damu ya mashahidi wote wa vita hivi viwili kwa kuwawajibisha wauaji wao wahalifu na waliofedheheshwa, taarifa hiyo ilisomeka, ikiongeza kuwa kisasi kama hicho kilikuwa hitaji la taifa la Iran. Taarifa hiyo iliendelea kuwatishia wahalifu ikisema watachukua ndoto yao ya kufa kwa amani vitandani mwao pamoja nao kwenye makaburi yao. Lazima waelewe kwamba jambo hili halitegemei uwepo wangu au wa maafisa wengine wowote, taarifa hiyo iliongeza. Kulingana na taarifa hiyo, kuna watu kote ulimwenguni walio tayari kwa ajili ya kulipiza kisasi. Hivi karibuni watu huru wote ulimwenguni, kila mmoja wao atatekeleza sehemu ya utume huu wa kimungu kwamba lazima kisasi kilipwe juu ya kifo cha Ayatullah Al-Khamenei, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ripoti zinazokinzana zinaibuka kuhusu mazungumzo haya yanajiri siku moja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuchapisha kuwa Iran imeomba kuendelea na mazungumzo na Marekani, lakini pia wakati huo Rais wa Marekani Donald Trump akiandika kupitia ukurasa wake wa Truth Social kwamba wa Iran wamedhamiria kutaka kumuua, lakini waamini kabisa endapo watamuua makombora zaidi ya 1000 yatarushwa katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, na huo utakuwa mwisho wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, kwani makombora hayo yatasababisha kuharibiwa kabisa kwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran na watu wake. Kupitia shirika la habari la CBS News limeripoti maafisa wa Marekani wakisema kuwa Iran iliwaambia washauri wa Trump kwamba mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika lango la bahari la Hormuz yalikuwa ni makosa siku ya Ijumaa, na kwa mujibu wa ripoti hiyo Iran ililaumu mashambulizi hayo dhidi ya kundi la watu wenye msimamo mkali wanaojaribu kuharibu mazungumzo. Taarifa zilizoibuka kwenye vyombo vya habari vya Iran mnamo Jumamosi zimepinga ripoti hizi, huku shirika la habari la Fars News lenye uhusiano na jeshi la IRGC likinukuu chanzo cha habari likisema kwamba Iran haikuwasilisha ombi lolote la mazungumzo, lakini huenda ni Rais wa Marekani Donald Trump ambaye ametengeneza propaganda nyingine kwamba wa Iran wanataka mazungumzo. Kuhusu kuondoka kwa Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, kukutana na baadhi ya viongozi huko Qatar, ni kwamba ni kwa mwaliko wa viongozi hao, lakini si kwa sababu wao ndio waliomba mazungumzo hayo. Lakini zaidi ya hayo, chanzo kinaripoti kuwa Iran haitaingia katika mazungumzo yoyote hadi Marekani jiondoe katika misimamo yake kwamba haiwezi kuacha kushambulia Iran, lakini ipo tayari kuendelea na mazungumzo. Endelea kutufuatilia mtazamaji. Usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana.